Dada, ukirudi shule aliacha shule ili kuwasomesha wadogo zake, lakini siku aliyorudi nyumbani mapema alimkuta mume wake kitandani na mdogo wake mwenyewe. Katika kijiji cha pembezoni mwa Dar es Salaam, aliishi msichana aitwaye Neema. Alikuwa mtoto wa kwanza katika familia ya watoto wanne waliokuwa wanaishi maisha ya taabu na shida kubwa. Baba yao, Mzee Juma, alikuwa fundi seremala maarufu mtaani hapo zamani, lakini afya yake ilianza kudhoofika mapema baada ya kupata maumivu makali ya kifua yaliyomfanya ashindwe kufanya kazi vizuri. Mama yao, Mama Asha, alikuwa akiuza maandazi pembeni mwa barabara kila asubuhi ili watoto wake wapate hata mlo mmoja kwa siku. Licha ya umaskini wao, Neema alikuwa mwanafunzi mwenye akili sana darasani. Walimu wake walimpenda kwa sababu alikuwa mtulivu, mwenye heshima na mwenye juhudi kubwa katika masomo. Ndoto yake ilikuwa kuwa daktari siku moja ili aje kuwasaidia watu maskini walioteseka kama familia yao. Kila alipokuwa akivaa sare yake ya shule, moyo wake ulijaa matumaini makubwa ya maisha bora yajayo. Lakini maisha ya nyumbani yalikuwa magumu sana. Mara nyingi walilala njaa huku mvua ikivuja kupitia paa la nyumba yao chakavu. Siku moja hali ya baba yao ilizidi kuwa mbaya mpaka akashindwa kabisa kuinuka kitandani. Kipato kikakatika ghafla na ada za shule zikawa mzigo mkubwa kwa Mama Asha. Kila usiku, Mama Asha alikuwa akilia kwa uchungu akijiuliza nani angewaokoa watoto wake. Neema alipowaona wadogo zake, Kevin, Amina na Baraka, wakilia kwa sababu walikuwa karibu kufukuzwa shule, moyo wake uliumia sana. Usiku huo alikesha akiwaza maisha yao. Asubuhi yake akamwambia mama yake kwa sauti ya maumivu, maisha yangu yanaweza kusimama, lakini sitaki ndoto za wadogo zangu zife. Machozi yakaanza kumtoka. Kesho yake, Neema akaamua kuacha shule ili aanze kufanya kazi na kuisaidia familia yake. Baada ya kuacha shule, maisha ya Neema yalibadilika ghafla. Asubuhi na mapema alikuwa anaamka kabla hata jogoo hajawika ili kwenda sokoni kumsaidia Mama Asha kuuza nyanya na vitunguu. Baada ya hapo alikuwa anakimbilia katika duka dogo la ushonaji la mwanamke mmoja aitwaye Mama Rehema. Duka hilo lilikuwa dogo sana, lenye mashine za zamani zilizotoa sauti kubwa kila siku, lakini kwa Neema palikuwa kama sehemu ya matumaini yake mapya. Kila siku alikuwa akikaa pale mpaka usiku, mikono yake ikiwa imechoka kwa kushona nguo za wateja. Mara nyingi vidole vyake vilichomwa na sindano mpaka kutoa damu, lakini hakuwahi kulalamika. Kitu pekee kilichompa nguvu ni kuona wadogo zake wanaendelea na shule. Jioni moja Kevin alirudi nyumbani akiwa na sare mpya aliyoshonewa na Neema mwenyewe. Alikimbia na kumkumbatia dada yake kwa furaha. Dada Neema sio dada tu, ni mama yetu wa pili, alisema huku akitabasamu. Maneno hayo yaliugusa sana moyo wa Neema. Alijikuta anatabasamu licha ya uchovu mkubwa aliokuwa nao. Kila mwezi alihakikisha ada za shule zimelipwa, madaftari yamenunuliwa na wadogo zake hawakosi chochote muhimu. Usiku aliporudi nyumbani akiwa amechoka, bado alikuwa anakaa na Kevin, Amina na Baraka kuwafundisha masomo yao chini ya taa ndogo ya chemli. Mara nyingi alikuwa analala akiwa amekaa kutokana na uchovu. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na maumivu makubwa aliyoyaficha kwa kila mtu. Kila alipowaona wanafunzi wa umri wake wakipita njiani wakiwa na sare za shule na mabegi mgongoni, macho yake yalijaa machozi kimya kimya. Usiku mmoja Mama Asha alimkuta Neema amekaa nje peke yake akilia. Neema, mwanangu, siku moja Mungu atakulipa kwa haya yote, alisema kwa sauti ya upole. Neema akajifuta machozi haraka, akalazimisha tabasamu la maumivu, kisha akasema kwa sauti ya chini, cha muhimu ni wadogo zangu wasipitie maisha haya mama. Kadri siku zilivyokuwa zinaenda, uzuri wa Neema ulianza kuvutia watu wengi sokoni. Ingawa alikuwa akivaa nguo za kawaida na kuonekana mwenye uchovu muda mwingi, bado alikuwa na sura ya upole iliyowafanya wengi wamtazame kwa muda mrefu. Miongoni mwa watu waliovutiwa naye alikuwa mwanaume mmoja tajiri aliyeitwa Mzee Benson. Alikuwa mfanyabiashara mkubwa wa nafaka sokoni hapo, mwenye magari mazuri na pesa nyingi. Lakini alikuwa mkubwa sana kwa umri ukilinganisha na Neema. Mzee Benson alianza kumfuatilia kila siku kwa siri.
Kila Neema alipokuwa anapita sokoni, macho yake yalikuwa juu yake. Baada ya muda, alianza kumletea zawadi mbalimbali. Siku moja alimnunulia simu mpya, siku nyingine akamletea nguo nzuri na hata pesa za matumizi. Neema hakupenda kabisa zawadi hizo. Mara nyingi alikuwa anazikataa, lakini mzee Benson hakuchoka. Alikuwa akitumia kila njia kumshawishi. Neema, maisha yako yanateseka bure, alimwambia siku moja akiwa amesimama karibu na duka la mama Rehema. Ukikubali kuwa wangu, nitawasomesha wadogo zako wote mpaka chuo kikuu. Maneno hayo yaliingia moja kwa moja moyoni mwa Neema. Usiku huo hakulala vizuri. Alikuwa akiwaza kuhusu Kevin, Amina na Baraka. Aliwaza ada zao za shule, njaa waliokuwa wanaipitia na mateso ya mama yake. Kwa sekunde chache moyo wake ulianza kuyumba. Lakini kila alipomtazama mzee Benson, moyo wake ulikataa. Hakukuwa na mapenzi yoyote ndani yake. Alijua mwanaume huyo hakumtaka kwa moyo wa kweli, bali alitaka kutumia umaskini wao. Mama Asha alipogundua kilichokuwa kinaendelea, alimshika Neema mkono na kumwambia kwa upole, "Mwanangu, maisha magumu yapo, lakini usikubali kitu kinachoumia moyo wako." Maneno hayo yalimpa Neema nguvu mpya. Kesho yake alimfuata mzee Benson na kumrudishia zawadi zake zote. "Samahani mzee, siwezi kuwa wako." Kuanzia siku hiyo tabasamu la mzee Benson lilianza kutoweka. Ndani kwa ndani alianza kumchukia Neema kwa sababu aliamini hakuna mwanamke maskini aliyepaswa kumkataa mwanaume mwenye pesa kama yeye. Miaka ilianza kupita haraka huku Neema akiendelea kubeba majukumu ya familia kama mama wa kweli. Maisha yalikuwa bado magumu, lakini moyo wake ulijaa furaha kila alipowaona wadogo zake wakisonga mbele kimasomo. Juhudi zake zilianza kuonekana wazi mbele ya watu wote wa kijijini. Kevin, ambaye zamani alikuwa karibu kufukuzwa shule kwa kukosa ada, sasa alikuwa mwanafunzi bora katika chuo kikuu. Alikuwa akisifiwa sana kwa akili zake na nidhamu yake. Amina naye alifanikiwa kuingia chuo cha uuguzi, jambo lililomfanya mama Asha aliye kwa furaha siku ya kupokea barua ya udahili. Baraka, mdogo wao wa mwisho, alienda kusoma katika shule nzuri ya bweni yenye ada kubwa ambayo wengi kijijini walishindwa hata kuiwazia. Kila mtu alikuwa akizungumza kuhusu Neema. Yule msichana ameitoa familia yake kwenye giza, watu walikuwa wakisema. Si rahisi kuona dada anayejitoa maisha yake yote kwa ajili ya wadogo zake. Lakini nyuma ya sifa zote hizo, maisha ya Neema yalibaki vile vile. Kila siku alikuwa bado anaamka alfajiri kwenda sokoni, mchana kushona nguo na usiku kurudi kwenye nyumba yao ya udongo iliyokuwa ikivuja kila mvua iliponyesha. Alikuwa amechoka, lakini hakutaka mtu yoyote aone udhaifu wake. Siku moja Kevin alirudi nyumbani kutoka chuo akiwa amevaa vizuri na kuonekana mwenye matumaini makubwa. Alimkuta Neema akishona nguo nje ya nyumba yao huku taa ndogo ya chemli ikiwa pembeni yake. Kevin alikaa karibu naye na kusema kwa sauti ya kujiamini, "Dada, nikimaliza chuo nitabadilisha maisha yako. Sitaki uendelee kuteseka hivi." Neema alisimama kidogo na kumtazama mdogo wake kwa macho yenye matumaini makubwa. Tabasamu la furaha likaonekana usoni mwake kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Aliamini mateso yake yalikuwa karibu kuisha. Lakini hakujua kuwa ahadi nyingi duniani huzaliwa kwa maneno matamu na hufa kabla hata ya kutimia. Baada ya miaka mingi ya mateso na kujitolea kwa familia yake, Neema alianza kuamini kwamba labda na yeye alikuwa na haki ya kupata furaha yake binafsi. Ndipo alipokutana na kijana aitwaye Victor. Tofauti na wanaume wengine aliowahi kukutana nao, Victor alikuwa mpole, mwenye maneno matamu na aliyekuwa akionekana kumjali kwa dhati. Victor alimpa Neema faraja ambayo alikuwa hajawahi kuipata kwa muda mrefu. Alimsikiliza, alimchekesha na mara nyingi alimwambia, "Sitaki uendelee kuumia maisha yako yote. Mimi nitakuwa pumziko lako." Maneno hayo yaliingia moja kwa moja moyoni mwa Neema. Baada ya muda mfupi wakafunga ndoa ndogo ya kawaida iliyohudhuriwa na ndugu na majirani wachache. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, Neema alionekana mwenye furaha ya kweli. Lakini furaha hiyo haikudumu. Baada ya ndoa, Victor alianza kubadilika taratibu. Alikuwa akikesha na marafiki zake huku akirudi nyumbani usiku sana. Hakutafuta kazi kwa bidii kama alivyokuwa ameahidi. Badala yake alianza kutumia pesa za Neema kwa starehe zake mwenyewe.
Wakati huo Neema alikuwa tayari mjamzito, lakini bado alikuwa akifanya kazi mchana na usiku kushona nguo ili familia ipate chakula. Mara nyingi alikuwa anakaa mbele ya mashine ya kushona mpaka miguu yake inauma na mgongo kuchoka sana. Mbaya zaidi, bado alikuwa akimtumia mama Asha pesa kila mwezi kwa sababu afya ya mzee Juma ilikuwa imeendelea kudhoofika. Neema alibeba kila mzigo peke yake huku Victor akionekana kutokujali kabisa. Kadri siku zilivyopita, Victor alianza kuwa mkali na mwenye maneno ya dharau. Siku moja Neema alipomwambia chakula nyumbani kilikuwa kinaisha, Victor alimjibu kwa hasira, "Wewe kazi yako ni kulalamika tu." Maneno hayo yalimuumiza sana Neema, lakini alikaa kimya. Aliamini ndoa inahitaji uvumilivu na mwanamke anatakiwa kupigania familia yake. Hakujua kuwa yale aliyokuwa akiyaita matatizo ya kawaida ya ndoa yalikuwa mwanzo wa mateso makubwa zaidi katika maisha yake. Baada ya Amina kumaliza masomo yake ya uuguzi, alianza kuja mara kwa mara nyumbani kwa Neema. Kila alipofika alikuwa akijifanya mwenye upendo mkubwa kwa dada yake. Alimsaidia kazi ndogo za nyumbani, alimletea matunda na wakati mwingine alikuwa akikaa na Neema kwa muda mrefu wakiongea kuhusu maisha. Neema alifurahia sana kuona mdogo wake amebadilika na kuwa karibu naye tena. Moyoni mwake aliamini kuwa mateso yote aliyopitia yalikuwa yanaanza kuzaa matunda ya furaha. Hakuwahi hata siku moja kumtilia shaka Amina. Lakini nyuma ya tabasamu la Amina kulikuwa na siri nzito sana. Siku moja jioni, jirani yao mmoja aitwaye Mama Zuena alimuita Neema pembeni kwa uso wa wasiwasi. "Neema mwanangu, naomba usinielewe vibaya," alisema kwa sauti ya chini. "Lakini dada yako anaonekana karibu sana na mume wako." Neema alishtuka lakini akatikisa kichwa haraka. "Hapana mama, Amina hawezi kufanya kitu kama hicho." Alikataa kuamini. Kwa Neema, Amina alikuwa mdogo wake aliyemlea tangu akiwa mtoto. Alikuwa tayari kumwamini kuliko mtu yoyote duniani. Lakini siku chache baadaye, Neema alirudi nyumbani mapema baada ya kujisikia vibaya akiwa kazini. Nyumba ilikuwa kimya isivyo kawaida. Alipofungua mlango wa chumba chake taratibu, macho yake yakakutana na kitu kilichoua moyo wake papo hapo. Victor alikuwa kitandani pamoja na Amina. Kwa sekunde chache dunia ilisimama. Miguu ya Neema ikaanza kutetemeka. Mikono yake ikapoa ghafla huku machozi yakianza kumtiririka bila hata kujua. Amina aliruka haraka kitandani na kuanza kulia. "Dada, samahani." Lakini Victor hakujali hata kidogo. Alimtazama Neema kwa macho ya dharau, kisha akasema kwa sauti kali, "Si wewe mwenyewe ulitaka kusaidia kila mtu? Sasa vumilia." Kauli hiyo ilimchoma Neema moyoni kama moto mkali. Alikumbuka miaka yote aliyoumia kuwasomesha wadogo zake, njaa alizovumilia na ndoto alizozitoa sadaka kwa ajili yao. Ndipo ukweli mchungu ukamwingia moyoni. Watu waliowaokoa kutoka kwenye mateso ndio waliokuwa wanamwangamiza polepole. Baada ya tukio la usaliti kati ya Victor na Amina, maisha ya Neema yaligeuka kuwa ya huzuni tupu. Alianza kupungua mwili kutokana na mawazo mengi na uchovu wa kazi. Hata furaha yake ilitoweka kabisa. Kila siku alikuwa akikaa kimya kana kwamba moyo wake ulikuwa umechoka kuumia. Wakati huo huo, Kevin alikuwa amemaliza chuo na kupata kazi nzuri mjini. Alianza kuvaa suti za gharama, kuendesha gari na kuzunguka na watu wenye pesa. Kadri maisha yake yalivyokuwa yanabadilika, ndivyo alivyoanza kujitenga na familia yake polepole. Sasa hakupenda hata kutajwa kuwa ametoka katika familia maskini. Aliona aibu kujulikana kuwa ndugu wa Neema, ambaye bado alikuwa akiishi maisha ya shida. Siku moja hali ya Neema ilizidi kuwa mbaya. Alikuwa anaumwa sana kutokana na msongo wa mawazo na uchovu. Mama Asha alimtafuta Kevin kwa matumaini kuwa angesaidia gharama za matibabu ya dada yake. Lakini Kevin alisikiliza kimya, kisha akasema kwa sauti ya baridi, "Kila mtu abebe msalaba wake." Maneno hayo yalimuumiza Mama Asha kuliko kitu chochote alichowahi kusikia. Machozi yalimtoka papo hapo. Alikumbuka jinsi Neema alivyouza ndoto zake ili Kevin afike hapo alipokuwa. Habari hizo zilipomfikia Neema, moyo wake ulivunjika kabisa. Alijikuta akiwa peke yake katikati ya dunia aliyokuwa ameijenga kwa mateso yake mwenyewe. Mume wake alikuwa amemsaliti. Dada yake alikuwa amemsaliti.
Na sasa hata Kevin aliyemlea kwa tabu kubwa alikuwa amemdharau. Usiku mmoja mvua ilikuwa ikinyesha taratibu juu ya paa la nyumba yao chakavu. Neema alikuwa amekaa pembeni ya kitanda chake akilia kimya huku mama Asha akiwa karibu naye. Kwa sauti iliyojawa maumivu makubwa, Neema alisema, "Mama, niliwapa maisha yangu yote. Nilijinyima kila kitu kwa ajili yao, kwa nini wananilipa hivi?" Mama Asha hakupata majibu. Alimshika mwanae mkono kwa nguvu huku naye machozi yakimtoka kimya kimya. Ndani ya nyumba hiyo ndogo kulikuwa na ukimya mzito wa maumivu ambayo maneno hayakuweza kuyaelezea. Baada ya kupitia maumivu makubwa kutoka kwa watu aliowapenda zaidi, Neema alibaki na kitu kimoja pekee kilichokuwa kinampa sababu ya kuendelea kuishi, kazi yake ya ushonaji. Ingawa moyo wake ulikuwa umevunjika, hakuwahi kuacha kushona nguo. Kila siku alikuwa anakaa mbele ya mashine yake ya kushona kana kwamba hapo ndipo alipokuwa anakimbilia kuficha majeraha yake. Watu wengi walidhani Neema angekata tamaa kabisa, lakini ndani yake bado kulikuwa na nguvu ya ajabu iliyomfanya asimame tena kila alipoanguka. Siku moja, mwanamke mmoja tajiri na maarufu mjini aitwaye Madam Sophia alinunua gauni katika butiki moja kubwa. Mara tu alipolivaa, alivutiwa sana na ubunifu wake. Kila aliyeliona gauni hilo alimpongeza. Madam Sophia alilitazama kwa makini kisha akauliza, "Ni nani ameshona kazi hii?" Baada ya kupewa jina la Neema, Madam Sophia aliamua kwenda mwenyewe kukutana naye. Alipofika kwenye duka dogo alilokuwa akifanya kazi, Neema alishangazwa sana kuona mazingira ya kawaida aliyokuwa akifanyia kazi msichana mwenye kipaji kikubwa kiasi kile. Madam Sophia alikaa muda mrefu akitazama michoro ya nguo ambazo Neema alikuwa amechora kwenye karatasi za zamani. Kadri alivyoziona, ndivyo alivyozidi kuvutiwa. "Mwanangu, hiki sio kipaji cha kawaida," alimwambia kwa sauti ya upole. "Una uwezo mkubwa sana." Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Neema alihisi kuna mtu ameona thamani yake. Baada ya siku chache, Madam Sophia alimpeleka Neema kwenye mashindano makubwa ya wabunifu wa mavazi yaliyofanyika jijini Dar es Salaam. Washiriki wengi walikuwa wametoka familia tajiri na shule kubwa za fashion, jambo lililomfanya Neema aogope mwanzoni. Lakini mashindano yalipoanza, kazi ya Neema iliwashangaza watu wote ukumbini. Ubunifu wake ulikuwa tofauti kabisa. Jina lake lilipotangazwa kuwa mshindi wa kwanza, ukumbi mzima ulisimama kumpigia makofi. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi ya mateso, Neema aliona watu wakimshangilia badala ya kumhurumia. Baada ya ushindi mkubwa katika mashindano ya ubunifu wa mavazi, maisha ya Neema yalianza kubadilika kwa kasi ambayo hakuwahi hata kuiota. Magazeti ya mjini yalianza kuandika kuhusu msichana maskini aliyebadilisha maumivu yake kuwa mafanikio kupitia kipaji chake cha ushonaji. Watu wengi walivutiwa na hadithi yake ya maisha. Siku moja Madam Sophia alimuita Neema ofisini kwake akiwa na tabasamu kubwa usoni. "Mwanangu, nina habari njema sana kwa ajili yako," alisema huku akimkabidhi bahasha. Neema alipofungua bahasha hiyo, mikono yake ilianza kutetemeka. Alikuwa amepata scholarship ya kwenda kusoma fashion nchini France katika chuo kikubwa cha ubunifu wa mavazi. Kwa sekunde chache alishindwa hata kuzungumza. Machozi yakaanza kumtoka polepole. Alikumbuka siku alizoenda kulala njaa, usiku aliolia kwa maumivu na miaka yote aliyojitolea kwa ajili ya wengine. Habari hiyo ilisambaa haraka sana na kuwashangaza watu wote waliomfahamu. Ghafla Kevin alianza kutafuta mawasiliano yake tena. Alikuwa akimpigia simu mara kwa mara kana kwamba hakuna kilichowahi kutokea. Amina naye alianza kuja nyumbani kwa mama Asha akilia na kuomba msamaha kwa kile alichomfanyia dada yake. Hata Victor, ambaye zamani alikuwa akimdharau, akarudi akitaka warudiane. "Neema, bado nakupenda," alisema kwa sauti ya kujishusha. Lakini Neema alikuwa amebadilika sana. Maumivu aliyopitia yalikuwa yamemfundisha kuona watu kwa macho tofauti. Hakukuwa tena na ule udhaifu wa zamani moyoni mwake. Aliwatazama wote kwa utulivu kisha akasema, "Nilipokuwa naumia hamkuwepo. Sasa mmeona mwanga ndipo mnakumbuka damu." Maneno hayo yaliwaacha kimya. Siku ya kuondoka kwenda Paris, mama Asha alimkumbatia Neema kwa nguvu sana uwanja wa ndege huku machozi yakimtoka. "Mungu hakusahau machozi yako mwanangu," alisema kwa sauti ya maumivu na furaha kwa pamoja. Neema akatabasamu huku machozi yakimtiririka usoni,
kisha akaingia ndani ya ndege akiwa anaenda kuanza sura mpya kabisa ya maisha yake. Miaka michache ilipita kama upepo wa ghafla baada ya mvua kubwa. Neema alibaki Ulaya akijenga maisha yake upya kwa nguvu na bidii isiyo ya kawaida. Kila changamoto aliyokutana nayo katika masomo ya fashion nchini France ilimfanya kuwa imara zaidi. Hakuwahi kusahau historia yake, lakini hakuruhusu historia hiyo imzuie kusonga mbele. Baada ya kuhitimu, Neema alifungua kampuni kubwa ya ubunifu wa mavazi iliyosambaa katika mataifa mbalimbali. Jina lake lilianza kusikika kwenye majukwaa ya kimataifa, maonyesho makubwa ya fashion na hata magazeti ya dunia. Lakini tofauti na wengi waliofanikiwa, Neema hakusahau alikotoka. Alirudi nyumbani mara kwa mara na kuanzisha taasisi ya kusaidia wasichana maskini kupata elimu na kujifunza ujuzi wa ushonaji. Alikuwa akisema, "Nilipata nafasi ya pili ya maisha na sitaki niwe peke yangu mwenye bahati hiyo." Siku moja ambayo hakuitarajia, Kevin na Amina walifika kwake kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu sana. Walikuwa wamechoka, maisha yao yalikuwa yameporomoka na kila mmoja alikuwa na macho ya majuto makubwa. Walipofika mbele ya Neema, walianguka magoti. "Dada, samahani," Kevin alisema kwa sauti iliyovunjika. Amina naye akalia sana bila hata kuweza kuzungumza vizuri. Neema aliwatazama kwa muda mrefu bila kusema chochote. Kimya kilitawala chumba kizima. Kila mmoja alikuwa akisubiri hukumu. Hatimaye Neema akavuta pumzi ndefu kisha akasema kwa utulivu, "Niliumia sana, lakini sitaki maumivu yenu yawe kama yangu." Alinyamaza kidogo, kisha akaendelea, "Nimejifunza kwamba maisha yanarudisha kila kitu." Kisha akawasamehe, lakini hakuwaruhusu kurudi tena kwenye maisha yake ya zamani kama watu wa kumdharau. Alibaki na mipaka, lakini moyo wake haukubeba chuki tena. Victor hakuwahi tena kurudi. Siku zilivyoendelea, Neema aliketi peke yake akitazama mafanikio yake yote na safari ndefu aliyopitia. Ndipo akagundua ukweli mzito wa maisha. Watu unaweza kuwapa maisha yako yote, lakini si wote watakao kuthamini. Sadaka ya kweli huonekana baada ya mateso. Usikate tamaa kwa sababu maisha yanaweza kubadilika wakati wowote. Na kamwe usimdharau mtu aliyekutesekea. Maana siku moja unaweza kuhitaji rehema yake.